Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye channel yetu hii ya Bwana ni Hakitu TV. Lakini pia karibu kwenye neno la Mungu. Leo tamani tutaongelea vitu viwili ama vitatu actually, kama tutaweza kupata muda, lakini natamani tuongelee kuhusu vitu vitatu. Kwa sababu nimepata simu nyingi sana, nimepata maswali mengi kuhusu habari za nywele, manake nywele bandia ambazo ni mawigi, alafu nywele bandia ambazo ni marasta, alafu nikapata habari pia ya kuweka dawa kwenye nywele. Kwa hiyo tutapata kuangalia kwa kadri Mungu atakavyoniwezesha, kwa sababu sikuwa na muda mzuri sana wa kuandaa hilo somo, lakini namshukuru Mungu kwa hiki ambacho tutajifunza tu kidogo hapa. Sasa tutaomba kabla tuanza somo letu. Lakini kumbuka, katika hili somo tutaangalia vitu mbalimbali. Kwa mfano mawigi ambayo mara nyingi huwa ni nywele bandia zile. Alafu tutaangalia mfano rasta, pia ni nywele bandia zile. Kwa hiyo pia tutaangalia habari za dawa. Kwa hiyo content yetu ndo tasimamia hapo kwenye vitu hivyo vitatu, sawa? Kwa hiyo kabla tujaendelea tuombe. Mtakatifu Baba mbinguni, asante Bwana kwa jina lako takatifu. Mungu, tunaomba Bwana tutakapenda kujifunza neno letu, Mungu niende na upako wako mtakatifu Bwana kwa watoto wako hawa Bwana, katika jina lako takatifu. Mtoto wako yote atakayesikiliza moja kati ya haya maneno yako Bwana, ya haya masomo yako Mungu wa mbinguni, akajazwe na Roho Mtakatifu na mapepo yakapata kumwachia na kukimbia, katika jina la Yesu Kristo. Tunaita Roho Mtakatifu ambaye anatufunulia maandiko tupate kuelewa na neno la Mungu, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Amina. Kama tulivyosema, tutazungumzia kuhusu habari za nywele, lakini nitaenda haraka kidogo kutokana na muda. Tutafunua Mwanzo 1 mstari wa 27. Mwanzo 1:27, Mwanzo 1 mstari wa 27. Mwanzo 1:27 inasema, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu akamuumba mwanamume na mwanamke. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Sasa tumeona hapa kwamba Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Hiyo ni Mwanzo 26, ni Mwanzo na 26 hiyo. Sasa kwa 27 ndipo inakuja, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Kwa hiyo mwanamume na mwanamke wote ni mfano wa Mungu. Ni mfano wa Mungu wote. Sasa hebu ngoja tuangalie kwa haraka tu kwa katika hivi vitu vyetu vitatu ambavyo nimevisema, tutavizungumzia japo kwa juu tu sana, kwa sababu ya muda wetu na sikupata muda wa kuandaa hili somo kikamilifu. Siku nyingine tutaliandaa kikamilifu. Lakini tutaanza tuanze kuhusu habari za dawa za nywele. Dawa za nywele, yani zile dawa ambazo aidha zinafanya nywele kuwa laini au ziwe nyeusi, lakini baada ya kuwa nyeusi, wengi tunajua baada ya muda
zinakuwaga za kama nyekundu hivi. Baadaye unashangaa mwanamke amenyoa nywele zake, kwamba vipi, dawa zimeniharibu. Wengi tunajua. Sasa kwa hiyo nafikiri tutaanza kwenye habari hizo za dawa za nywele. Hizi dawa za nywele mara nyingi tunajua kabisa kuna chemical contents zile ndani ambazo kuna kemikali ambazo huwa zinatengenezwa. Hakuna kitu ambacho kinaweza kuchange something from one shape to another shape bila kuwa na kemikali ndani. Hakuna kitu ambacho kinaweza kubadilisha kutoka aina fulani ya kitu kwenda aina fulani ya kitu bila kuwa na kemikali ndani. Lazima chemical contents moja hata ihusike mle. Sasa kitaalamu, jamani, hebu mimi napenda sana kuongea habari ya kiafya pia, lakini sitaingia ndani sana, kwa sababu tukiingia ndani sana itakuwa ni somo lingine tena, kwamba kuna kemikali gani. Wewe ukitaka zaidi unaweza kuingia Google tu uka Google kwamba labda ukaandika tu kemikali zilizomo ndani ya nywele, ndani ya dawa za nywele, au katika kuna baadhi ya viwanda huwa wanaweka zile chemical content, wanaziandika pale. Kwa hiyo utasoma tu pale utaziona, ndio hata mtumiaji anajua. Sasa dawa za nywele, je, Biblia imeruhusu ziwekwe? Sasa hebu mimi nafikiri obviously Biblia haitakupa jibu la direct, lakini inakupa utafute na inakupa utafakari, ufikiri sana kuliko kawaida. Inakupa utafakari na kufikiri. Asabu katika tafakari zetu kuna watu wanaweka nywele kwa vitu vingi, kwa mambo mengi. Wanaweka dawa nywele kwa vitu vingi na kwa mambo mengi. Kwa mfano, kuna wazee ambao wanabadilisha mvi zao, wanaweka dawa ili kusudi mvi zao zisiwe yani nywele zao zisiwe nyeupe. Umeona? Kwa kuna wazee wanaofanya hivyo, lakini kuna wengine ambao sio wazee lakini wana mvi. Kuna mvi za ukoo, hizi ni kwenye za ukoo. Kwa hiyo wengi sana huweka dawa kwenye nywele zao, hasa wazee, kwamba wanaficha zile mvi. Biblia inasemaje kuhusu hilo jambo? Tutaliangalia. Lakini pia kuna wengine wanaweka dawa kwenye nywele zao kwamba ziwe laini. Sijajua and then zikishakuwa laini na kuacha. Lakini mimi na wewe tunajua kabisa, jamani, wanawake wanajua kwamba alipoweka dawa ndipo nywele zake zianza kukatika kwa sababu zimekuwa laini sana, na akiendelea kuchana zinakatika. Ndio mwana atashangaa, utakuta huyu mwanamke ameshakuwa na upaa kabisa hapa hivi, nywele zote za hapa zimekatika. Unashangaa huyu mtoto ana miaka 20 ameshazeeka saa ngapi? Unashangaa huyu binti ana miaka 16, 18, lakini cha ajabu ana upaa. Ana upaa manzia hapa hivi. Upaa. Na nywele zake zinakatika since ameweka hizo dawa. Ndio maana kuna wengine mpaka wanaamua kunyoa kabisa. Tutakubaliana mimi na wewe haya mambo. Na hizo dawa zingine pia huwa haziwekwi tu hivi mpaka mnaweka kwenye steaming. Ule gani lile unawashwa pale kwenye umeme pale, unachemshwa mpaka ubongo. Hivi aliyekwambia wewe kwamba huu ubongo huu unaweza kuvumilia kila siku kwenye dryer kila siku ya Mungu, Mimi nakwambia ndio maana saa hizi magonjwa ya vichwa yamekuwa ni mengi. Mtu kuumwa kichwa bila sababu imekuwa ni mengi. Kwa nini? Cha kwanza, hebu angalia ile kwenye dryer mle inavyopigwa ile kwanza.
moto ule mle, joto lile la mle, paka akiwa na heleni anaungua, wanajua wanawake, anaungua kabisa, mpaka anapewa taulo, anaweka hivi. Jiulize kama kitu kinaweza kuchemsha hiyo heleni, kichwa chako je? Ubongo wako je? Utatoka salama kweli? Manake ukishaona hivyo, ujue chanzo cha kwanza cha matatizo huwa kinaanzia huko, lakini issue kubwa ulitaka kwanza kuweka dawa kwenye nywele. Sasa kwenye dryer mle wakichemsha vile kila siku, kila wiki unachemshwa, mwisho wa siku utakuja kuwa kichaa tu bure. Sasa wewe kila siku, kila wiki wanakuchemsha kwenye dryer, kila wiki kwenye dryer, kila wiki kwenye dryer. Kama tu jua tu linapopiga tu vile, unahisi kichwa kama kinauma hivi. Sasa wewe umewekwa kwenye umeme kabisa ule ambao imefunguliwa. Wanajua wanawake na wanaume baadhi wanaelewa, kwa sababu hapo wanaume tafikiri mwanamke na anaiga matendo ya kike, tena sio ya kike, matendo ya kishetani. Sasa ndio maana unaona saa hizi wanawake wengi vichwa vyao viko sawa, tofauti na wanyuma. Vichwa vyao haviwezi kuvumilia, ubongo wao hauwezi kuthink, ubongo wao hauwezi ukatafakari mambo. Ubongo wao umechemshwa kiasi kwamba, unapikwa kiasi kwamba na wenyewe unalainika. Sasa ubongo uliokuwa mgumu wa kuvumilia vitu, wa kuwaza vitu, wa kuthink, wa kutafakari, wa kutafuta, saizi hamna. Saizi zamani ilikuwa ni kwamba hata mtu anapokuja na kupenda anaangalia huyu mtu, hapana, siwezi hivi kijinga. Lakini siku hizi anakuja unavuta, unaingiza ndani, hawazi nini bado chenga wewe la nywele na ongeto habari la mtu tu anachemshwa kwenye dryer lile. Maana yake unaweza kujikuta kwamba ubongo wako ile centigrade ya mwili ambayo inatakiwa inazidi sana kupita kiasi kwamba sasa unachemka mpaka ubongo. Na ndio maana chemsha hiyo ubongo unakuta vichwa vinauma ovyo. Ukienda kupima hamna ugonjwa, ukienda kupima ugonjwa hamna, ukipima ugonjwa hamna. Lakini mbona kichwa kinaniuma sana? Lazima kikuume. Sasa wewe kila siku kwenye dryer tu la umeme tu anakuacha tu. Anasijui unaziwe kufanya steaming, sijui nini. Watakusteam mpaka kichwa kistimike. Kuna watu yani mpaka saa hizi kuja kujifikiria, they don't think twice, kwa sababu inafikia tu mpaka wanapata uvimbe kwenye ubongo. Wanapata uvimbe kwenye ubongo. Kwa sababu unajikuta kwamba sasa wewe unafanya kwamba ubongo wako kila wiki uwe be steamed, kila wiki unapigwa ile, na tafakarini haya mambo. Alafu msianani kwa shabiki, tafakari hivi vitu, alafu mtaniambia kwamba ni wanawake wangapi ambao siku hizi ndio wagonjwa kupita wanaume, ndio wanaumwa kila siku kupita wanaume, na ndio wameletewa vitu vingi kupita wanaume, vitu vingi vya kujilemba, vitu vingi vya kujizuru, vitu vingi vya yani wao. Kwa nini umeletewa hiki? Pia ushindwe kutunza mji wako, unakuwa akili yako yani haipo sawa vizuri. Wewe unaenda kuweka na niliko. Jamani, wataalamu wa afya wapo, mnaohusiana na hizo habari. Wewe unaenda kuweka unaenda kujiingiza kwenye hilo ambalo likachemsha mpaka ukaungua. Sasa unaenda kuharibu veins, unaenda kuharibu nani zile zinazopita kwenye ubongo zile. Kuna vimshipa vidogo sana vya damu vinapita kwenye ubongo mle, sio ndani, yani viko nje tu, lakini hivyo ndio vikipasuka pia ni shida. Unaweza ukavichemsha mpaka vikapasuka ndani, sikia damu imeviria kwenye ubongo. Uko unafanya nini mpaka damu? Maana yake sasa hapo wewe kama sio pressure hiyo, lakini sasa hapo ni moja kwa moja ni habari za kujifanyia steaming hizo kwenye madry hayo. Unachemsha ubongo, unachemsha mishipa ile, baadaye ubongo unaanza kufa kidogo, unaanza kusahau, unaanza kuwa mtu wa kusahau mambo, unaanza kuwa mtu ambaye ukiambiwa jambo huelewi, ukifundishwa huelewi. Yani kuna watu wako ofisini, hata mkiwapeleka seminar, unamfundisha haelewi, lakini ukimwangalia
if you just kutafakari, hebu just think twice. Kuna watu ambao wako smart sana kwenye vichwa vyao, alafu utakuta ni wanawake lakini hana habari za kujistim hizo, and then unakuta okay, anaanza kanyota nywele zake, afu and then someone iko smart, yani iko smart kabisa, ukiangalia hanaga hizo habari, lakini wao watu hata kama wakipelekwa kwenye seminar hawaelewi. Sababu nini? Ubongo wao ushakuwa corrupted, usharibika na ile joto. Cha kwanza hicho. Sasa na kurudi kwenye habari za dawa. Za dawa, kuweka dawa. Kuweka dawa kwenye nywele. Je, inaruhusiwa? Kuna wanaoweka dawa, tumesema kuna wanaoweka dawa kwa ajili ya kulainisha nywele zao. Kuna wanaoweka dawa kubadilisha rangi za nywele zao, hata wanaume wapo wanaweka kubadilisha rangi za nywele zao. Kuna wanaoweka dawa kuficha mvi zao. Sasa kwenye habari ya mvi ndo nakuja kidogo hapa, nakuja mdogo. Kwenye habari ya mvi, wanaoweka dawa kwa ajili ya kuzuia mvi zao. Nitasoma tu mafungu machache. Hapo mafungu mengi sana, ila nitasoma mafungu machache. Samueli 12 mstari wa 2. Tutasoma kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 12 na ule mstari wa 2. Samueli wa kwanza 12 na ule mstari wa 2. Tutasoma Samueli wa kwanza 12. Samueli wa kwanza 12 na mstari wa 2 tutasoma katika jina la Bwana. Inasema, kisha Samueli, nitaanza na wa kwanza ule mpaka wa 2. Inasema, kisha Samueli akawaambia Israeli wote, angalieni, nimeisikiliza sauti yenu katika hayo yote mlioniambia, nami nimemtawaza mfalme juu yenu. Basi sasa angalieni, mfalme anakwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye mvi. Tena tazameni, wana wangu wapo pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo. Samueli alikufa akiwa na mvi. Angalia hapa, asingesema kwamba nami basi sasa angalieni, mfalme anakwenda mbele yenu na mimi ni mzee mwenye mvi. Kuna wazee wana mvi. Ni vigumu sana kuzeeka kabisa na miaka 80, 70. Kwanza tu 60, 50, watu tu 50 wanaanza kuwa na mvi tayari. Yaani itakuwa ni ajabu kama wewe unafika miaka labda 70 au 80 au 60, unataka mvi hata vimvi vingapi? Hiyo mara nyingi ni ngumu. Sasa sikilizeni jambo hili. Tumeona hilo jambo kwamba kumbe huyu Samueli alizeeka, manake alikufa akiwa na mvi. Hakufa akiwa ameweka dawa. Alikufa akiwa na mvi. Tunaenda tu mdogo, nafikiri tutaelewana. Msikasirike, tutaelewana mdogo tu. Pia nitasoma katika Kumbukumbu la Torati 32:25. Kumbukumbu la Torati 22. Kumbukumbu la Torati 22 mstari ule wa 32:25. Kumbukumbu la Torati 32 na mstari ule wa 25. 32 na mstari ule wa 25 inasema, nje upanga utawafikiriza, na ndani ya vyumba utisho utawaangamiza mvulana na msichana anyonyaye pamoja na mwenye mvi. Kumbe tunaona kabisa kwamba watu hawa walikuwa na mvi. Manake hawakuweka dawa nywele zao. Mvi zinatajwa. Mvi ni zile nyeupe. Sawa, mimi hapa sina mvi, lakini
nitakuwa na mvi huko baadaye. Sawa? Tuende mdogo mdogo tu. Tutaelewana tu mdogo mdogo. Nitakuja katika Ayubu, nitakuja katika Ayubu 15 na mstari wa 9. Ayubu 15 na mstari wa 9. Fanya Ayubu 15 na mstari ule wa 9 inasema, "Je, wewe wajua neno lipi ambalo sisi hatulijui? Nawe wafahamu nini ambalo halimo ndani yetu?" Hapa 10 pale sasa. Nitaenda mpaka 10. Wenye mvi na walio wazee sana wote wapo pamoja nasi, ambao ni wazee kuliko baba yako. Wenye mvi na walio wazee sana wote wapo pamoja nasi. Wenye mvi, tunaona Biblia hapa inataja habari za wenye mvi, manake manake hawakuweka dawa, walibaki kuwa na mvi zao. Tunaangalia sasa, na tunaenda tu mdogo mdogo tu. Na hiyo Zaburi 15 mstari wa 13 inasema, "Hata ukageuza roho yako iwe kinyume cha Mungu na kuyatoa maneno kama hayo kinywani mwako." Manake hii ni content nyingine, lakini nafikiri hiyo tuachana na content nyingine, ila ile ya Ayubu 15 na mstari wa 9 mpaka wa 10. Tukitoka tangia katika Zaburi 71 mstari wa 18. Zaburi 71. Zaburi 71 na ule mstari 71 na ule mstari wa 18 inasema, "Na hata nikiwa ni mvi na hata nikiwa ni mzee mwenye mvi, Mungu usiniache, hata niwaeleze watu wa kizazi hiki nguvu zako, na kila atakayekuja uweza wako. Na hata nikiwa na hata nikiwa ni mzee mwenye mvi, Mungu usiniache. Na hata nikiwa ni mzee mwenye mvi, Mungu usiniache." Tunaona hapa kabisa kwamba kumbe habari ya mvi ipo na ipo. Kama Mungu angehitaji tusiwe na mvi, manake almost angefaa tusiwe na mvi. Hata kama tukizeka tusiwe na mvi, lakini mvi hizi zilikuwa ni kiashiria fulani. Hebu ngoja tunamalizia sasa hapa. Msikasirike, tumesema tunamalizia tu. Nitamalizia tu. Mistari iko mingi sana, lakini nitasoma katika Mithali 20:29. Mithali 20:29, Mithali 20 mstari wa 29. Mithali 20 mstari wa 29 inasema hizi, "Fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi." Fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Hiyo fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Yaani uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Umeona? Kwa kumbe hata Biblia imekataza kwamba hii hapa direct imeenda kabisa. Maana kwamba okay, sasa fahari ya vijana ni nguvu zao, lakini uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Sasa wewe kama una kichwa chenye mvi na wewe ni mzee, na si kwa sababu eti ya haya halisi ya mwili wako, lakini kwa sababu unaweka dawa, hiyo ni dhambi mbele za Mungu, na Mungu amekataza. Kwa hiyo Mungu amekataza hilo jambo. Ziache mvi zako. Na ndio maana hebu angalia sana. Tamani ya tumalizie hapa alafu tutaongea jambo hivi. Mithali 16 na ule mstari wa 33. Mithali 16 na ule mstari wa 31. Mithali 16
na mstari wa 31 inasema, kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. Kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu. Kwa hiyo kumbe kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu kama kikionekana katika njia ya haki. Kama kikionekana katika njia ya haki. Lazima weke kama. Na pale tukasema fahari, uzuri wa wazee ni mvi katika kichwa chake. Lakini hapa anasema kwamba tusome vizuri. Anasema kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu. Kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu. Sasa hiyo ni tafsiri ndefu sana, tukisema tuende nayo na tuwete mifano ni ndefu, lakini tunataka tuzungumzie habari za dawa hapa kwa sababu hiyo ni somo lingine kabisa. Tukisema tuzungumzie habari ya taji ya utukufu kwenye kama mvi ni jambo lingine. Sasa iko hivi. Jiangalie sana wewe ambaye unaweka dawa kwenye nywele zako na wewe ni mzee. It seems that unataka, hutaki kuzeeka kiufupi. Na unasema okay, nataka kuwa smart. Smart sio kuweka dawa. Being smart, unakuwa smart lakini lazima ukubaliane na mazingira ya mwili wako. Kwa hiyo kama kuna baba yako na mama yako anaweka, auwe baba auwe mama unaweka dawa kwenye nywele kwa ajili ya kuziba hizo mvi, jijue kabisa kwamba hapo unafanya makosa na ni dhambi mbele za Bwana. Mungu atakuhukumu katika hilo. Kwa nini? Kwa sababu hebu angalia hali halisi. Cha kwanza, hizi dawa hizi sasa zina kemikali pia. Zina kemikali. Sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kubadilisha nywele kuwa nyeusi bila kuwa na chemical content ndani yake. Maana ile ni kemikali inayo change color. Ni kemikali inayobadilisha rangi. Asa kwa kuna madhara ambayo utakuja kuyapata, madhara mbalimbali yanayotokana na hizo dawa za nywele. Kwa mfano utakuja kupata kansa ya ngozi kwa sababu kuna kemikali ndani ya hizo dawa. Pia hizo dawa zina kemikali ndani ambayo badala ya kupunguza uzee, badala ya kupunguza zile mvi ndo zinakuwa nyingi. Ukiacha utashangaa kama ulikuwa na mvi tu za kuonekana kwenye kichwa chako, utashangaa ulipoanza kutumia dawa, fuatilia ndani ya miezi yako hii mitatu, utashangaa kichwa chote kimeshakuwa cheupe. Na ndani bila kujua shetani anakwenda bwana, umeona ulivyokuwa na zaidi, hebu kwa hiyo wewe mpaka unakufa unaweka tu hizo dawa. Cha ajabu unaweza kashangaa hata mbingu usikanyage, ukashangaa sana. Imekuwaje? Hapana. Neno la Mungu liko hai. Neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu halijasema uongo. Kwamba yoyote amesema ametumba kwa mfano wake. Haya, tujiulize swali. Mungu kila siku na yeye anaweka dawa kwenye kichwa chake. Kwamba sasa hizi nywele zangu, kwa sababu Mungu ndo mzee kuliko wazee wote. Kwa sababu yeye alikuwepo, alikuwako, yupo na atakuwepo. Haya, na yeye Mungu anasema kwamba sana mimi kwa sababu mimi ndo mzee kuliko wote naweka dawa. Kwa Biblia ipo. Kama alikuwa anajua kwamba hiyo visipe, mbona aliwapa watu akili ya kutengeneza? Mungu hakuwapa akili ya kutengeneza hivyo vitu. Alikupa akili. Hii akili utengeneze kila kitu. Isipokuwa utengeneze kitu kwa maelekezo ya Mungu. Asebu angalia. Kuna huyu malaika Azazel. Ndiye aliyekuja kuwafundisha watu vitu vingi sana vya uchafu. Aliwapa knowledge ya mbinguni.
Shetani amekuja kuwapa watu akili, na kuna malaika ambao walianguka, waliasi pia walivyokuja duniani wakawaoa wana wa Mungu. Manake wana wa Mungu wale wakawaoa wanadamu. The kundi la malaika 200 akiwemo Shemyaza walivyoshuka wakaja wakaoa wanadamu, wakazaa majiant majitu. Na nabii anasema walikuwa ni watu elevu kwa wakati huo. Maana kwa ni watoto wa malaika na wanadamu. Lakini pia katika hao malaika wanaanza kuwafundisha hawa watu wa Mungu vitu vya ajabu sana, ikiwemo urembo, ikiwemo masuala ya Heleni, ikiwemo masuala ya urembo kujipaka paka, makope marefu, manini eyelids, vyote vipo. Katika kitabu cha Enoki, msomaji ukikipata kisome, kitakuonyesha. Na wazungu kwa ni wajanja kwamba walikitoa kwenye hii Biblia. Kuna baadhi ya vitabu vilitolewa ili tusijue ukweli wa haya mambo, kwamba sasa kwa sababu tungejua ukweli tokea mwanzo, maana yake hivi vitu visingekuepo. Na ndio maana wewe mtu hata ukimwambia mambo haelewi, anakuambia nifunue kifungu. Lakini bahati nzuri Mungu hajasema tu sehemu moja, amesema sehemu nyingi. Lakini Enoch, kitabu cha Enoch huwa kinaelezea vitu kwa undani zaidi. Yaani ilikuwa na dili navyo, kwamba unajua kabisa kwamba haya mapambo haya yaliyomeitwa ni malaika gani aliyekuja na kuwadanganya watu, kuwafundisha hivyo vitu. Maana walitoa siri ambazo za mbinguni zingine ambazo mwanadamu hakutakiwa kuzipata, wao wakatoa. Kwa hiyo kuna mapepo ambayo yanahusika na hivyo vitu. Sawa, kwa hiyo kwenye dawa yote ile kuna kemikali, lakini pia katika hiyo viwanda pia vya viwanda hivyo pia vinavyotengeneza hizo dawa, ukija kuangalia baadhi ya viwanda ni moja ya viwanda vya waabudu mashetani, Freemasons. Zinakuja na code number satanist. Huwezi kila siku utakuwa na mapepo, nakwambia. Na hata thinking capacity yako itashuka. Utakuwa hata ukiguswa kidogo. Yaani cha ajabu, angalia sasa kuna wazee hawana hekima kabisa, hawana hekima. Lakini unajua kuwafuatilia ni wale ambao wanatumia madawa paka pao kwenye vitu. Hawana hekima kabisa, hekima zimeondoka. Paka unajiuliza, huyu mtu ana heshima zake, alikuwa anaheshimika, naye kumbe yuko hivi. Unabaki kushangaa. Kwa nini? Ni mzee lakini ni haenendi katika njia ambazo Mungu amezitaka. Biblia imesema hapa, kitabu cha Mithali hicho, kwamba kichwa chenye mvi ni taji ya utukufu, kama kikionekana katika njia ya haki. Njia ya haki. Yaani ni kwamba kuna wazee ambao wapo hawako kwenye njia ya haki, lakini ni wazee, kwa hiyo hawana utukufu ndani yake. Sasa wewe ni mzee, alafu huko kwenye njia ya haki, alafu unaweka tena madawa kwenye kichwa chako kubadilisha nywele zako. Mwisho wa siku hizo dawa unaambulia kwenye dawa. Kuna kadawa fulani hivi kwa vidawa vyeusi vile, unakuta kuna kama samaki mtu nguva, alafu mnawekea wazi na mjui. Huyo ni malkia wa pwani. Manake huo uzuri huo, kuna viwanda chini ya bahari vya uzuri, mapepo yako kule yanatengeneza, yanabuni vitu. Sasa ukiona huyo samaki nguva, ujue huyu ni malkia wa pwani. Na ujue hicho kiwanda ni cha Freemason. Hicho kiwanda ni cha waabudu mashetani. Kwa katika zile dawa wamenuizia mapepo. Cha kwanza wamenuizia mapepo masharifu yako mle. Sharifu yuko mle. Huyu sharifu huyu anakufanya kwanza kichwa chako kinakuwa kinauma. Kuna muda magonjwa yaishi kwako ya kichwa. Ni kuumwa kichwa. Na mpaka uti wa mgongo unakuwa unamsumbua huyu mtu. Kutokana na hizi kuweka dawa. Nazungumzia habari hao wanaoweka mvi kwanza. Mvi zao wanazipiga dawa. Na hata kuna baadhi ya vijana saizi wako kwenye masaruni humo,
wanapiga super black. Ati super black. Wewe unajitafutia majini. Jini sharifu linakuwemo mle. Ndio maana huyu mtu utashangaa maamuzi yake ni ajabu. Unakuta ni mzee lakini anazidiwa hekima na kijana. Unakuta ni mzee lakini hana hekima kabisa. Nini? Kwa sababu ya haya madawa wanayoweka. Mapepo yamejaa kwenye kichwa hicho. Anakuwa na maamuzi ya kukurupuka, anakuwa na hasira ambazo si za kawaida. Akija kukaa baadaye kabisa anasema hivi nimefanya nini? Anakuwa haelewi. Nini? Kwa sababu ya madawa wanayoweka yana mapepo ndani. Kuna picha la samaki nguva hapa. Samaki mtu. Ndugu, nakwambia tena. Hicho kiwanda ni cha mapepo. Alafu kumbuka kina makemikali pia. Kinaharibu nywele zako zaidi. Kinaharibu bongo wako. Kinaharibu ngozi yako. Sasa angalia sana maamuzi unayochukua wewe kama mzee. Kuna wazee wanatembea na vijana wadogo, unafikiri ni kawaida. Anatembea akiwa anamviza. Wengi hao ni wanaobadilisha. Tembea na vijana ovyo ovyo, matusi ovyo ovyo, na ni wazee hawakumbuka. Michambo ovyo ovyo. Na yonkula ni vizee vipo. Matusi, asila, michambo, kupungukiwa hekima, kuenenda katika dhambi. Manake nini? Uwekaji wa hivi vitu ndio vinavyokufanya unakuwa hivyo, kwa sababu kuna mapepo ambayo kazi yake ndiyo kukupotosha. Na kufanya hayo mambo ndio anakufanya uende kuzimu. Kwa sababu umefanya vitu vya kukupotosha na kuzimu inakuita. Kwa hiyo ifikia hatua ujirekebishe. Uombe toba kwa Mungu na ukombewe. Mungu akusaidie sana. Ili kusudi sasa vifungo vyote viondoke kwako. Kwa sababu ni vifungo vya nafsi, unafungwa kwenye nafsi yako. Vifungo vya nafsi hivi vinatumika sana hasa katika hivyo vitu. Hata viwanda hivi ni vya kipepo. Na unaweza kusema hamna maana viwanda viko duniani. Ndio viko duniani, lakini mimi nakwambiaje, hizo bidhaa zimebuniwa kuzimu. Tena sio kuzimu. Na nimefanya hivyo kuzimu nielewe tu. Hizo bidhaa kwenye ufalme wa baharini ndio zimebuniwa, alafu zinaletwa sasa huko duniani. Na ni mpango mkakati wa shetani kwamba kufanya vijana. Zamani wazee ndio kwa wakiwaonya vijana, wakiwabadilisha vijana. Na hata kama mtu alikuwa ni mkali kipindi chake cha ujana, alikuwa ni mkorofi, akifika uzee anakuwa ni mpole, anakuwa na hekima, anakuwa ni mtaratibu, anakuwa ni mwenye hekima ambayo na busara ambayo si ya kawaida. Lakini sasa hizi wazee wengi ndio wana hasira, wazee wengi ndio wanatembea na vitoto vidogo, wazee wengi ndio wachawi, wazee wengi ndio washirikina, wazee wengi ndio watukanaji, wazee wengi ndio wasengenyaji mpaka kanisani, wazee wengi hawana hata, yaani nakwambia kama mtu kanazeeka. Kuna kama mtu kaja huku nikaona mahali nikazeka kabisa, kamezeka lakini kakachika kwenye familia. Hivi kweli ni akili? Mtu mna miaka 60, 70 huko. Mpaka mshakuwa na vitukuu. Eti unachana huyo mzee, unaenda kuolewa na unayemzidi umri. Tunaona mpaka kwenye vyombo vya habari. Msifikiri kwamba vile ni geresha tu. Watu wanatoa kwamba mtoto kijana miaka 30 amemwoa mzee wa miaka 60. Hayo mambo hayo yanakuwa yanafanywa advertisement ili kusudi yaonekane ni ya kawaida sana. Nini? Ukifuatilia wazee ujione. Ni wanaoweka dawa kwenye vichwa vyao ili wabakie kuonekana kuwa bado na nywele nyeusi kama vijana. Kumbe ng'ombe hazeki maini. Sasa wewe endelea mzee wangu. Endelea mzee wangu. Endelea. Ndio maana utashangaa una maamuzi ya ajabu. Utajishangaa una maamuzi ya kijinga na kipumbavu. Lakini tunakuwa wewe ni mzee kabisa. Wazee sasa ndio wanaobaka. Wazee ndio wanaolawiti. Wazee ndio
Yaani mpaka unashindwa kuelewa. Unakuta vizee. Tunaona kuna msanii wetu hapa. Yeye mkubwa sana. Sijui anamuita nani? Sijui Simba porini. Hebu angalia. Mama yake yule ni mzee. Ni mzee kabisa. Lakini angalia matendo anayofanya ni ya mitume. Matendo anayofanya ni matendo ya mitume. Angalia. Wala hutaki kwenda mbali sana. Angalia viongozi ambao ni wanawake pia. Angalia viongozi katika nchi yetu hizi hata za East Africa na nchi ya Afrika yote hii. Angalia viongozi ambao ni wazee alafu anapaka dawa vichwani. Ndio utaniambia vizuri. Viongozi nimesema. Waangalie, utaniambia kwanza kwenye mtaa wako katika nchi za Afrika hizi mpaka ngazi ya juu kabisa. Mpaka ukomo wa madaraka, angalieni. Waangalieni vizuri. Hawatakuwa na mvi. Wanapaka dawa. Mwisho wa siku, angalieni maamuzi wanayochukua. Hawajui kusoma majira na nyakati. Na kwa sababu hata washauri wao nao pia ni wanafiki. Wanataka tu wale mzee usijali. Unafanikiwa. Mzee tunaenda. Mzee hakuna shida. Wewe. Nakwambia tena. Hizo athari zimekupata kutokana na hayo madawa, kwa sababu kuna jini Sharifu yuko kwako, kuna jini Maimuna yuko kwako, kuna majini kibao yuko kwako. Majini haya yana control fahamu wako, yana control uelewa wako, yanakupa hasira, yanakupa maamuzi ya ajabu, yanakupa maamuzi ambayo sio mazuri. Waangalieni hawa wazee, waangalieni. Mimi mtaniambia vizuri. Mtu una miaka 60 huna mvi. Hata kidogo. Alafu tukiangalia kama uonekane. Alafu and then what? Mimi nakwambia acha hizo dawa. Tubu, rudi kwa Mungu. Tubu kabisa. Kwa sababu ni dhambi. Sasa Mungu akusaidie. Leo nimeongelea habari wazee wanaoweka dawa. Leo nimeongelea hizo. Sasa Mungu akusaidie sana. Na muhimu hapa ni kuacha hiyo tabia na kwenda kutubu mbele za Mungu na uombewe mapepo ya kutoke. Maana hao ni mapepo ulionayo. Ukiona unachukua maamuzi ya kipumbavu, maamuzi ya ajabu, maamuzi ya ajabu haieleweki, wewe mzee mwenye busara kabisa, itakiwa ukae mwenye busara, ushauri vitu vya akili na busara. Sasa jiangalie, huna hiyo kabisa. Jitafakari sana hata unapoletwa kesi mbalimbali, namna unavyoziamua hizo kesi. Jiangalie sana. Utajua tu kabisa hapa nimepungukiwa hekima. Nini? Kwa sababu hizo dawa unazoziweka. Basi Mungu akusaidie sana. Tumesoma vifungu hivyo kadhaa kwamba Mungu kumbe hataki habari za madawa kwa wazee. Na sio kwa wazee, tunataka kwa vijana. Tutaja kuongea. Leo tumeongea habari za wazee. Kwa Mungu akubariki sana. Na Mungu akutakase katika jina la Yesu. Mungu akupe hekima na neema katika jina la Yesu. Amina. Sasa tutakutana kwenye kipindi kingine kuhusu habari ya dawa hata kwa ambao sio wazee lakini wanaweka dawa, ni vijana, ni wanaume, ni wanawake, wanaweka dawa. Tutakutana huko. Kwa hiyo Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Amina.